tunamhitaji ndugu yetu. Jamani, mimi namtaka kaka yangu. Siwezi mwenzenu, kaka yangu sana. Sio kwa sababu hawezi jamani. Mtoto wa kwanza tunamtegemea. Mimi naweza nikaishi mkoani ninakoishi nikana kufia kuendelea. Ibrahimu alipita hapa akanielekeza, nikamwambia nenda, akasema mama, mimi naona hao askari kuna kitu wanakitaka. Naona wanataka roho yangu, maana wananiandama sana. Tangu mwanzo tulisema hatuamini process ya uundaji wake na hatuamini matokeo. Bado tunataka kusema hata hao aliotaja 700 ni wachache. Ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, John Heche, akifika katika eneo hili la Ipogoro. Ziara yake eneo hili la Ipogoro ni kutembelea familia ya Ibrahim Myovela ambaye alikuwa mwenyekiti wa vijana wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapa Iringa. Hii ni Matukio Daima, ni Francis Lord. Mara baada ya kufika nyumbani kwa Ibrahim Myovela eneo la Ipogoro, manispaa Iringa, John Heche anabisha hodi hapa. Karibu ndilo neno ambalo linatoka kutoka kwa familia, na mara baada ya kufika hapa anapata nafasi ya kuzungumza na ndugu wa Ibrahim Myovela pamoja na ndugu wa vijana wengine takribani 3 ambao walikuwa marafiki wa Ibrahim Myovela ambao kwa sasa hawajulikani walipo. Leonard Kurujila ambaye ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Iringa, akiwa ameongozana na John Heche pamoja na viongozi wengine wa chama hicho, anapata nafasi ya utambulisho, na hii ni sehemu ya utambulisho nyumbani hapo. Na hii ni familia yake. Itakumbuka kwamba Ibrahim Myovela na wengine walitoweka kwenye kituo cha polisi wakati wanakwenda kuripoti tarehe 18 ya mwezi wa pili. Kwa hiyo toka tarehe hiyo hatujawaona, na familia pamoja na chama tumeelekea namna kuweza kuwapata, lakini hatujafanikiwa. Familia ya Ibrahim Myovela pamoja na kina Fyumagwa, makamu mwenyekiti amekuja kuwasalimia, kuwajulia hali, kwa sababu alikuwa hajafika hapa, lakini kwa kuwa alikuwa na ziara ya kuja kwenye mkoa wetu akatamani kuja kuwasalimia. Mara baada ya utambulisho huu, mama wa Ibrahim Myovela anapata nafasi ya kuzungumza kile kilichotokea. Naitwa Safia Mrisho Fyumagwa, ni mamake mzazi wa Ibrahim Myovela. Ilikuwa siku ya tarehe 10. Naitwa Safia Mrisho Fyumagwa, ni mama mzazi wa Ibrahim Yusufu Myovela. Ilikuwa siku ya tarehe 10. Ibrahimu alikuwa shambani akiendelea na shughuli zake za shamba. Akaitwa polisi kutokana na tukio lililotokea hapa nyumbani. Kuna vijana walichoma nyumba hiyo hapo. Waliingia wakatuibia mali za thamani milioni 38. Walivyochukua hivyo vitu hawakuona inafaa, wakachoma na nyumba. Ilikuwa saa 8 usiku, tumelala. Mimi nikashtuka, niliona hali ya hewa imebadilika, nikatoka. Nilivyotoka nikuta nyumba inawaka moto, nikaamsha familia, tukafanikiwa kutoka, tukaita majirani, tukasaidiana. Baadaye wakiwa wamezimazima ule moto, mwishoni ndio ikaja zimamoto. Zimamoto ilipofika ikamalizia. Basi kina Ibrahimu wakaendelea na utafiti wao, kwa sababu mara kwa mara tulikuwa tunaibiwa nyumbani na ofisini. Wakaendelea na utafiti. Baadaye
waliwapata watu waliokuwa wanafanya hilo tukio, walimkamata mmoja akatoa maelezo ya kutosha. Safari yao walikuwa vijana 7, akataja baadhi, ikaonekana wamekamatwa kwenye matukio tofauti, wapo kituoni, lakini akasema wale 4 wamekamatwa katika matukio tofauti, waliobaki uraiani wako 3. Mmoja wakatuambia amekimbia, ila wao 2 ndio wapo. Ye mwenyewe akatuonesha, akasema akatoka na akaelekeza, mkienda sehemu fulani mtamkuta. Basi watu walivyoenda hiyo sehemu kweli walimkuta. Sasa tukio ni tukio, ilikuwa pale ofisini. Watu walivyoona lile tukio wakaanza kukusanyika. Yule kijana alivyokamatwa analetwa pale ofisini, wakamdaka wananchi wenye hasira kali, wakampiga sana. Kinaibu walivyoona wakasema hii kesi ikabidi wasaidie kumtoa mikononi kwa wananchi, wakamuingiza ofisini, wakafunga mlango ili kuzuia hasira za wananchi. Baadaye ilikuwa kama saa 1, walipiga sana simu polisi wakiomba ushirikiano waje wawasaidie, lakini polisi hawakufika kwa muda mwafaka. Simu ilipigwa toka saa 1, walifika saa 5 usiku. Watu walikuwa wamejaa na wakaanza kutikisa lile geti, wanasema hawa vijana inatakiwa wauawe. Wakienda polisi mbona huwa wanaachiwa na wanatusumbua sana. Basi kwa uwezo wa watu waliokuwepo pale wakishirikiana na naibu, waliweza kuwasambaza wakae mita kadhaa kufikia geti. Wakafanikiwa. Polisi walivyokuja wakafika pale na wao wakawasambaza wale watu, wakaisogeza gari, wakakaa huku na huku, wakafungua geti. Ila na wao kabla hawajawatoa wale watu, walivyowaona tu wakasema hawa ni wasumbufu, wanatusumbua. Wakachukua mbao wakaanza kuwabonda. Waliwabonda sana na mbao. Baadaye wakashirikiana na watu wakawapakia kwenye gari, wakaondoka nao. Ilikuwa saa 5, ila nasikia walichelewa kuwafikisha kituoni. Kwa hiyo huko walikoenda nao hatujui waliendelea kwenda kufanya nini. Kinaibu wakaamka kesho yake wakaenda shambani. Siku ya pili wakiwa shambani walipigiwa simu na polisi, wakaambia tuko hapa ofisini, tumekuja kuwafuata mwende mkatoe maelezo kituoni. Walirudi, alikuwa Ibrahim na mwenzie Antoni. Walifika pale ofisini wakawakuta wanawasubiri, wakawachukua wakaenda nao kituoni. Walivyoenda nao kituoni, wakiwa wanaendelea kuwachukua maelezo, zikaja taarifa kwamba yule kijana amefariki. Ibrahim alinipigia simu akanambia, mama, si uko hatuwezi kurudi kwa sababu ile kesi imekuwa kesi, yule kijana amefariki, kwa hiyo tunaendelea kushikiliwa na polisi kwa maelezo zaidi. Nikaambia sawa. Walikaa nao kutoka tarehe 10 mpaka tarehe 17. Baada ya kufanya uchunguzi wao ikaonekana kama kinaibu hawakuhusika na lile tukio. Waliwatoa jioni. Wakaambia waende wakaripoti kesho yake. Mpaka hao maaskari wenyewe kuna wengine walibishana, akaambia hapana, kwa sababu tumefanya upelelezi wa kutosha, hawa vijana hawajahusika, haina haja ya kuja kuripoti, waendelee tu na shughuli zao. Mwingine akasema hapana, waje waripoti. Walivyoenda kuripoti, walifika pale, walikuwa wameongozana na kijana mmoja anaitwa Bahati Rusungiro. Walimkuta pale na yeye ameenda kuripoti. Akawaambia, kwa sababu yeye alikuwa na usafiri, akaambia wasubiri. Ikaonekana kwamba aendelee tu na safari kwa sababu wao hawajamkuta mpelelezi wao. Kwa hiyo wanabaki pale kumsubiri mpelelezi. Kwa hiyo walipofika pale kituoni, walivyoambiwa hayupo, wamsubiri mpelelezi wao,
akazunguka kule trafiki kwenda kushughulikia pikipiki yake. Alivyofika kule ndio walipowatetea, akiwa hajaanza hata kushughulikia pikipiki yao, waliikuta gari hiyo ndio iliyowabeba. Mpaka sasa hatujafanikiwa kujua wako wapi. Hata hivyo, kwa upande wake makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, John Heche, anapata nafasi ya kuzungumza na familia hii hapa nyumbani, ikiwa ni pamoja na kuwapa pole. Tumekuja kwenu hapa, mimi nilikuwa hapa Iringa kwa ajili ya shughuli za chama, na nikaona ni muhimu mama nije kuone wewe na familia yako na mama yake Ibrahim, na nilete pole za chama chetu kwa haya mnayopitia. Mimi najua, siwezi kujua kwa uhakika kabisa feeling zenu, lakini kama binadamu ambaye nina moyo na conscience, mimi huwa nawaza kwamba hili jambo lingemkuta mtoto wangu lingekuwa na hali gani. Kwa hiyo huwa najaribu, nikitaka kufeel maumivu ya mtu mwingine, huwa najiweka mimi pale. Kwa hiyo huwa nawaza mimi na binti yangu anaitwa Grace achukuliwe aende kituo cha polisi, watu wanaona mchana, alafu leo ni miezi 4 haonekani. Huwa najaribu kujiuliza mimi ningekuwa najisikiaje. Pengine mimi moyo wangu ninavyojua, labda hata ningeweza kufanya kitu ambacho sijui ni cha aina gani. Kwa hiyo najua unachopitia, na hata tukisema mambo ya pole na nini hayatoshi, kwa sababu umezaa mtoto, umemlea, amekuwa mkubwa, mtu mzima, ana mke, ana watoto, a responsible man ambaye anajua kwao, amesoma shule ya msingi, hajai kupotea, amesoma sekondari, hajai kupotea, anaishi, anatunza watoto wake, ana biashara zake. Leo tu apotee njia, asijue nyumbani kwake. Kwa sisi tumekuja kusympathize na nyie, lakini pia kuwapa uhakika kwamba tukizungumza kwamba tuna uongozi unaocheza na amani ya nchi hii, tunamaanisha haya unayopitia. Na tukisema kwamba Jaji Chande na ripoti yake aliyesema watu wanaopotea wanapotea kwa sababu ya mapenzi, tukisema ni ujinga na upumbavu, tunamaanisha hayo mnayopitia. Jaji Chande atakwambia vipi mama yake Ibrahim kwamba mtoto wako amepotea kwa sababu ya mapenzi au ushirikina? Alikuwa anarogana na nani? Au mama yake Antoni au mke wake ambaye anatuambia sasa na watoto 3 wanahitaji kusomeshwa, wanahitaji kutibiwa. Kwa sababu niko hapa na kwa sababu sauti ya chama chetu inasikika, mambo haya yamezungumzwa hadharani kwamba Antoni na wenzake na Ibrahim walikwenda kituo cha polisi. Tunamtaka RPC na RCO wa mkoa huu na IGP wawarudishe hao watu kwenye mikono ya familia zao. Huo ndio msimamo wa chama chetu. Tunamtaka RPC kwa sababu familia inasema alienda kituoni. Si ndivyo ulivyosema mamangu? Alikwenda kituoni, watu wanamuona. Sasa huyu mtu anapoteaje kwenye kituo cha polisi? RPC ana wajibu wa kutuambia Antoni yuko wapi, Ibrahimu yuko wapi, na haya hayataisha. Lakini vile vile kwa sababu ya mambo ni ya kitaifa na kimataifa, nimemwelekeza katibu wa mkoa, ana fomu za Umoja wa Mataifa za watu wanaotekwa na kupotezwa kama hivyo. Familia muhusike kuzijaza. Tutaongea ndani humu, tutazitafuta, na pia wengine watusaidie kuja kuwalazimisha hawa, watuambie hawa watu wako wapi. Kwa sababu kama hawatusikilizi sisi,
tutakwenda na pia kwenye vyombo vingine vya kimataifa na vya kitaifa. Kwa hiyo fomu hizo ziwe printed, katibu wa mkoa nazo, katibu wa wilaya na viongozi wa chama mwasaidie hawa na mawakili wazijaze za enforced disappearance na wengine wote ambao ndugu zao wamepotea. Tutumie hizo fomu kutafuta hiyo haki kwenye mahakama za kimataifa, kwa sababu mahakama za humu ndani tunajua ni kama hii polisi ya kwetu, haitatusaidia msaada wote. Lakini tungekuwa na mahakama huru, mtu anapopotea tungefungua kesi, tungepeleka habeas corpus, angeletwa mahakamani, mahakama ingeamrisha kwamba tunataka huyo mtu. Lakini mahakama gani utapeleka? Mdude Nyagali alichukuliwa, leo ni mwaka mzima, wamejaribu kwenda kwa njia ya mahakama, imeshindikana. Mahakama zetu hazifanyi wajibu wake. Sasa katika mazingira tulionayo, labda hiyo haki inaweza kupatikana kwingine. Lakini cha tatu na cha mwisho, mama, najua maumivu mnayopata, hata tukiongea siku nzima kuwarudisha hawa, lakini nataka niwape uhakika, chama chetu kiko pamoja na nyinyi kwenye maombi, kwenye maumivu na kwenye madai haya. Hata ikipita miaka 20, kila kitu kitakuwa wazi, na dunia imetuambia hivi. Jana nimesema hapo kwamba zama hizi za simu na teknolojia hakuna kitu kitakachopotea. Zama hizi simu zinatusaidia kujua, satellite inatusaidia kujua, tutajua Ibrahimu alienda wapi. Bahati mbaya sasa hivi wao ndio wameshikilia hivyo vyombo vya uchunguzi ambavyo vingeweza kutuambia simu ya Ibrahimu iliishia wapi mara ya mwisho, simu ya Ali iliishia wapi, na simu ya Antoni ilikuwa wapi. Si walienda na simu? Wao ndio wana vyombo vya uchunguzi, ndio maana sasa hivi wanatupa shida. Na kuna siku tukipiga inaita kama mtoto wangu iliita, haitupokelewa. Yes. Tena baadaye inazima. Tutajua tu. Kwa hiyo mimi nimekuja kuwapa pole, niseme na kupitia nyie niseme, wajibu wa vyombo vya dola ni kulinda usalama wa raia. Sitisheni mipango hii ya kuumiza watu. Kama mtu anakosa, ashtakiwe kwa mujibu wa sheria. Ndicho tunachotaka. Familia hizi zingekuwa na amani kama Ibrahimu angefungwa gerezani, wakajua mtoto wetu yuko pale, waende kumuona Jumapili, wampelekee chakula. Watoto wa Ali na watoto wa Anton wangejua baba yetu yuko pale, wakamuone gerezani. Sasa mnasababisha anguish. Hawajui waomboleze, hawajui wafanye msiba, hawaelewi ni maumivu na wengine wote. Na mmesikia mama zangu, sio nyie tu, sio nyie tu. Tume ya Chandi imesema wamepotea watu 700. Watu 700 kwenye nchi nyingine ni crisis, ni janga. Kwa sababu inawezekana mtoto wako ndio angezaa mtoto hapa, asome, avumbue dawa ya ukimwi duniani. Kwa hiyo binadamu halinganishwi na kitu chochote. Kwa kifupi, nimekuja kuwapa pole kwa niaba ya chama, na niwaambie tuko pamoja na nyie, na tutaendelea kupaza sauti na kupiga kelele. Kwa sasa hilo ndio tunaloweza mama, na kuwasaidia. Kiwa na shida, tutasimama na nyie. Watoto wa Ali na watoto wa Ibrahimu na watoto wa Antoni, tutasaidia pale tunapoweza kwa uwezo wetu mpaka baba zao watakaporudi. Mara baada ya John Heche kuzungumza haya, dada wa Ibrahim Miovela naye anapata nafasi ya kuzungumza kwa uchungu huku akitoa machozi. Naitwa Mwaija Yusufu Miovela, ni mdogo wake wa Ibrahimu Yusufu Miovela pamoja na Antoni. Jamani, mimi sijui nisemaje, lakini kitu pekee nakijua na naweza nikasema dunia nzima wajue, kakaangu ana utoto huo wa kusema apotee, na kitu na uhakika kakaangu alienda polisi na alipotelea polisi. Niliongea naye usiku wa tarehe 17. Aliniambia mdogo wangu kesho nenda kuripoti polisi. Mdogo wangu mimi sijaua, mimi sina kosa. Mungu ndo anajua, anaweza kutenganisha ukweli na uongo. Nitapambana na hii kesi kwa kadri ninavyoweza. Kakaangu hawezi kuumiza mtu. Hawezi. Kakaangu yani pamoja na utu uzima alionao, popote anapoenda, chochote anachofanya, hajai kumshirikisha mama. Yani hata kama anaenda mjini, kakaangu anasema
hana utoto huo kusema atoke aende polisi sijui afu akapotelea huko afu mseme kakaangu hajulikani aliko. Tunahangaika na serikali sana sana sana, tunaenda kila sehemu kuelezea, yani tunayopitia ni magumu jamani, sijui tusemaje, kwa sababu kila tunakwenda wanasema hawajui na wenyewe wanatafuta. Tusaidiane. Alafu anakuwa kila siku anaturudisha nyuma. Miezi 4 sasa, kila siku anasema wiki 2, wiki 3, mwezi, njoeni tarehe fulani. Alafu tukienda, yani tukienda hakuna chochote kinachotia moyo, chochote ndani ya miezi 4. Hamna hata kitu tunaweza tukasema kwamba kidogo tumeona kuna dalili za kuwapata ndugu zetu. Hakuna. Yani hakuna chochote kinachotia moyo. Yani mimi ninachojua serikali ina ndugu zangu. Yani naweza tu kusema hicho. Serikali ina ndugu zangu. Kwa sababu hawana utoto wa kusema akapata. Na tuna uhakika 100% popote tutaenda, tuna uhakika kwamba amepotelea kwao. Walisema na hawana utoto huo. Kaka hata apate dharura ya kikazi, haya anaenda wapi? Atapiga simu, atasema. Hawezi kukaa miezi 4 asituambie chochote. Afu mara mwisho tumeenda, kuna askari anatuambia nyinyi ndo mnajua waliko. Tungekuwa tunajua aliko, tungekuwa tunahangaika hivi. Tunamhitaji ndugu yetu. Jamani, mimi namtaka kaka yangu. Siwezi mzenu. Kaka yangu sana. Sio kwa sababu hawezi jamani. Mtoto wa kwanza tunamtegemea. Mimi naweza nikaishi mkoani ninakoishi, nikaenda kufia kuendelea na maisha yangu. Kaka yangu akiwa nyumbani. Kaka yangu ndo rafiki yangu jamani. Haiwezi kuishi siku 3 sijamrudishia kaka yangu jamani. Jamani, kaka zangu mimi na marafiki zangu. Baada ya kumalizika kwa haya, Matukio Daima tunapata nafasi ya kumuuliza maswali, hasa baada ya kumaliza kuzungumza na ndugu hawa. Na hii ni sehemu ya maswali ambayo tulipata kumuuliza John Heche. Mheshimiwa Heche, kwamba umepata kuitembelea hii familia, lakini kuna rai ambayo umetoa kwa Watanzania wote ambao ndugu zao wamepotea. Kwa mujibu wa ripoti ya Jaji Chande, takriban watu 700 hawajulikani waliko. Lakini umetoa rai kwa familia hii kuweza kujaza fomu kwa ajili ya kupaza sauti. Sasa fomu hii itahusisha hawa watu 700 wote au ni hii familia tu? Fomu za UN ambazo zinashughulika na masuala ya haki za binadamu, zinazoangalia enforced disappearance au abduction, ni kwa ajili ya watu wote, na natoa rai kupitia hapa kwenye familia hii kwa nchi nzima zijazwe, ziko kwenye mtandao. Lakini pili, nafikiri ni vizuri viongozi wa chama chetu wakasaidia wa Tanzania kwa nchi nzima kujaza hizo fomu ili ziende Umoja wa Mataifa kule kwenye madai ya haki za binadamu, wanaotekwa na kupotezwa. Dunia ielewe na itusaidie kupiga kelele. Hili ni la muhimu sana. Kwa hiyo sio kwa ajili ya hii familia tu, ni kwa ajili ya Watanzania wote kabisa ambao wamepoteza ndugu zao katika mazingira kama haya. Familia za kina Polepole, za kina Azori Gwanda, za kina Mdude na watu wengine wote wahakikisha wamejaza hizi fomu ili ziende kwenye mtandao wa human right wa UN ipo, lakini chama chetu kisaidie kwa sababu ni fomu ambazo zimeandika kwa Kizungu. Kwa hiyo viongozi wa chama chetu watasaidia kufanya hiyo kazi. Jambo la pili kwenye hilo, Mzee Chande na tume yake wanapaswa kuona aibu tunapokutana na mambo kama haya. Nilitegemea kwenye ripoti yake, hata kama aliandika uongo, angesema pia kwamba kuna watu wamepotea kwenye vituo vya polisi. Hakumention kitu kama hicho, aliishia kusema mapenzi na nini na ushirikina. Sasa kama ukutaja, angetaja hata mmoja basi au wawili au watatu kama hao ambao wanathibitisha kwamba watu hao wamepotea. Ungesema Jaji Chande ripoti yake walau inaweza kuwa na some sort of credibility. Kwa the fact kwamba hakutaja hata mtu mmoja kupotea kwa sababu za kisiasa au kwa sababu za polisi kufanya uharamia, hiyo ripoti nzima inakosa maana. Mheshimiwa Heche, kwamba anasema ripoti ya Jaji Chande haiaminiki. Nitaka kufahamu nyie upande wa Chadema mnaiamini kiasi gani ripoti ya Jaji Chande? Kwa miaka 3, 2023
mpaka 2025 ni miaka hii mitatu. Watu ambao rasmi polisi ina taarifa ni 758. Na kama mwiamini, kwa nini hawa watu 700 waliopotea nataka watu waweze kujaza fomu? Tumeshasema hatuiamini tangu mwanzo. Tulisema hatuiamini, hatuamini process ya uundaji wake na hatuamini matokeo, na kweli ikatuprove right. Matokeo iliyokuja kuleta ndio haya sasa, yamejaa uongo. Hayataji hata wakina Ibrahim Yovera, haitaji wakina Ali walioenda kituoni. Sasa matokeo kama haya yanathibitisha kwamba hofu yetu tangu inapoundwa ilikuwa sahihi. Bado tunataka kusema hata hao aliotaja 700 ni wachache. Ndio maana tunasema bado haiaminiki, imeficha ukweli. Kwa ndio maana tunasema tunahitaji tume ya ukweli ya kimataifa itakayohusisha watu wa ndani, vyombo vya ndani vinavyoaminika, ndio ifanye uchunguzi na itakayoleta ripoti inayoaminika. Tunahitaji tume itoke Umoja wa Afrika, maybe SADC au Umoja wa Mataifa. Hiyo ndio tume itakayotuletea majibu ya nini kilichofanyika, na huo umekuwa wito wetu siku zote, na hili jambo halitafunikwa. Huwezi kufunika jambo la kwamba Ibrahim Yovera alitekwa. Huwezi kulifunika. Hata mama yake akiwa hayupo duniani, Mungu akamchukua, wadogo zake watabaki, wanasema hivyo. Wadogo zake watalipeleka hilo jambo kwa watoto wake. Watoto wake watalipeleka kwa jukuu. Kwa hiyo unapofanya tukio kama hili, aliishi, litadaiwa. Na matukio kama haya ndio matukio ambayo yamechochea watu kulipizana visasi duniani. Na sisi tunaepuka kwenda huko. Kwa sababu ukiteka mtu, unafikiri mama yake polepole na ndugu zake watasahau, waseme sasa tumeacha, limeisha. Haliwezi kuisha. Kwa hiyo tunapotaka haki itendeke, ni kwamba tufike mwisho na haya mambo. Haki kitokea, ukweli ukajulikana, watu watafika mwisho. Afrika Kusini watu walifika mwisho baada ya tume ya ukweli na upatanishi iliyoongozwa na Desmond Tutu kufanya wajibu wake, na watu wakasuluhishana. Watu wakakiri, mimi nilimteka, mimi nilimuua, mimi nilimpoteza, tusameheane. Familia inajua. Familia sasa inaondoa ile sumu. Lakini ukiliacha hivi na kuthibitishia, familia ya Ibrahim haitaliacha. Ukisikiliza taarifa ya familia juu ya mazingira ya kupotewa kwa Ibrahim pamoja na wenzake, kwamba pasipo shaka kwamba inaonyesha alipotea akiwa mazingira ya polisi, na ukisikiliza ripoti ya Jaji Chande inazungumzia matukio ya Oktoba 29, labda kuanzia hapa kwa Ibrahim, hawa waliopotea Oktoba 29, lakini pia tukirudi nyuma kwa kina Gwandi na wengine, nyie kama chama mnafanya jitihada gani kuona kwamba mnasaidia kuwapa msaada wa kisheria? Tumefungua kesi kadhaa. Mdude tulifungua kesi. Kuna kitu kinaitwa habeas corpus, unapeleka unafungua kesi ya kudai mtu aletwe na polisi kwenye vituo, kwenye mahakama. Tumefungua kesi ambayo pia tulisaidiana na watu wa Legal and Human Rights Center. TLS walifungua kesi. Lakini mahakama zetu tunazijua. Tatizo hili sio la mtu, ndugu yangu. Tatizo hili ni la mfumo. Na ndio maana tunasema hakuna aliye salama. Yaani hakuna aliye salama. Tusipokomesha hili jambo, leo ni Ibrahim, kesho ni wewe. Hujui utawauzi sangapi. Kwa kazi yako ya uandishi wa habari, unaweza ukaandika RPC mwenye nguvu, kesho akakuteka na akakupoteza, kwa sababu that's the law of the jungle. Ndio rule ya msituni. Mnyama mwenye nguvu atamla ambaye hana nguvu. Kwa hiyo hata wewe hauko salama, mimi siko salama. Mwingine unaweza kunyang'anyana naye shamba au kiwanja akakuteka na kukupoteza, kama tutaruhusu haya mambo yaende. Ndio maana tunataka yakomeshwe. Sasa mahakama zetu, vyombo vyetu havitendi haki. Tumeshafungua kesi hizi zikatupiliwa mbali kabisa, na zikatupiliwa katika mazingira ambayo hayawezi kusaidia. Ndio maana unapoona remedy za ndani zimeshindikana, tutatafuta remedy za kimataifa. Na hii ijibu wale watu wanaosema kwamba Chadema inaishtaki nchi kimataifa. Hatushtaki nchi, tunashtaki wahuni wanaoteka watu, tunashtaki watu wanaoumiza watu, tunashtaki watu irresponsible. Kwa sababu kuna watu wamekuwa wakisema
Haya mambo tuyamalize. Unayamaliza ndani wapi sasa? Mamake Ibrahim ni uthibitisho, anakuambia wametembea polisi, vituo vya polisi miezi 4, hakuna ofisi hawajagonga. Wameenda kwa RCO, wameenda kwa RPC, wameenda kwa mkuu wa wilaya, naambia njoo kesho, njoo kesho kutu. Na kwa nini umwambie njoo kesho kama hauko na huyo mtu? Kwa nini umwambie njoo kesho? Na nini wajibu wa serikali? Wajibu namba 1 wa serikali yoyote ni kulinda usalama wa raia. Sisi wote tukiamka hatupo hapa Iringa na nchi nzima hii haina watu, serikali haitakuwepo, kwa sababu itakuwa inaongoza nani? Haitakuwepo. Kwa serikali wajibu wake namba 1 sio barabara, sio maji, ni raia wawepo na wawe salama. Heche, kwamba mmetafsiriwa hivi ambavyo mnafanya hizo jitihada za kudai haki, jitihada za kudai amani na jitihada za kudai nini ambazo mnazifanya, mmetafsiriwa kwamba mnafanya uchochezi kuweza kuipeleka nchi katika machafuko. Tumesikia kiongozi mmoja wapo wa juu akisema hivyo. Wewe umelipokea vipi? Hao ni watu wanaonufaika na utekaji, hao ni wauaji, hao ni watu wasiokuwa na huruma, ndio wanatafsiri hivyo. Lakini Watanzania wengine wote wanatafsiri sisi kama watu tunaotaka nchi hii iwe salama kwa kila mtu. Hali haya ambayo John Heche ama tuhuma hizi ambazo John Heche amezielekeza kwa jeshi la polisi mkoa wa Iringa tayari zilikwisha tolewa ufafanuzi na kamanda wa polisi mkoa wa Iringa RPC Allan Bukumbi, ambapo Februari 26 alipozungumza na vyombo vya habari katika makao makuu ya jeshi la polisi alieleza haya kuhusiana na Ibrahim Yovela yuko wapi. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, ninapenda kujulisha umma kuhusiana na taarifa za ndugu Ibrahim Yovela na wenzake watatu ambao ni Asajira Anthony Mwasika na Ali Kalolo, ambao kupitia mitandao ya kijamii kuna taarifa kwamba wamepotea wakiwa mikononi mwa polisi. Ifahamike kuwa ndugu Ibrahim Yovela na wenzake hao walituhumiwa kuhamasisha maandamano, kutoa maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali kupitia mitandao ya kijamii kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, pamoja na kulea au kuhifadhi vijana waliotambulika kwa jina maarufu kama watoto wa mbwa, ambao malengo yao tangu kipindi kile mpaka sasa hivi yalikuwa ni kuharibu miundombinu ya serikali ikiwemo umeme kwa maana TANESCO, kuharibu vyanzo vya maji na kuweka sumu kwenye vyanzo vya maji, lakini pamoja na maeneo mengine kama Tazama Pipeline ambako ni bomba la mafuta. Baada ya kufanya ufuatiliaji, tarehe 24 mwezi wa 10, mtuhumiwa Sajira Anthony, mkulima na mkazi wa Ihemi mkoa wa Iringa, alikamatwa kwa makosa ya kuchapisha maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali kwenye mitandao ya kijamii kupitia akaunti yake ya Facebook iliyojulikana kwa jina la Mnyakyusa Mpinga Utekaji. Mtuhumiwa alishikiliwa kituo cha polisi Iringa na hatimaye kupata dhamana tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa masharti ya kuripoti baada ya siku 5 kuanzia siku hiyo. Lakini mtuhumiwa aliendelea kuripoti mpaka tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026, na baada ya hapo hakuripoti tena. Lakini juhudi za kumtafuta zinaendelea kutokana na kuvunja masharti ya dhamana, lakini hivi tunatafuta wadhamini wake tuweze kujua kwa nini mtuhumiwa huyu haripoti kama ambavyo alipewa dhamana. Aidha, mtuhumiwa Ibrahim Yovela ambaye ni mkazi wa Ipogolo kwa Iringa, ambaye alikuwa anatafutwa pia kwa makosa ya uchochezi dhidi ya serikali ambayo alikuwa anayafanya kupitia makundi ya WhatsApp, ikiwemo kundi la MC4C Ruaha ambayo yeye ndiye kiongozi kwa maana administrator, hakuweza kukamatwa baada ya kutoroka na kubadilisha mawasiliano tangu kipindi kile cha uchaguzi. Hata hivyo, tarehe 10 mwezi wa 2, Ibrahim Yovela na wenzake wawili ambao ni Anthony Mwasika, mfanyabiashara, na Ali Kalolo, dereva bodaboda, wote wakazi wa Ipogoro, walikamatwa kwa kosa la kumshambulia mtu aliyejulikana kwa jina la Benito Avinash, mkazi wa Ipogoro, na ilipofika tarehe 17 mwezi wa 2, watuhumiwa kwa pamoja walipata dhamana ya polisi na kutakiwa kuripoti tarehe 18 mwezi wa 2 mwaka 2026, ambapo watuhumiwa hao hawakuripoti, na baada ya kubaini kuwa mtu huyu ambaye alimjeruhi alikuwa amefariki. Yawezekana waliona kesi itakuwa kubwa, baada hapo hatukuwapata tena. Lakini juhudi za kuwatafuta kwa tuhuma za mauaji ambao walisababisha kwa huyo mtu ambaye walimshambulia zinaendelea, pamoja na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wadhamini wake ambao walimdhamini. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa linaendelea na upelelezi wa shauri hili, lakini tunaomba wananchi watupe ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hawa, ili hatua za kisheria dhidi yao zichukuliwe kwa tuhuma hiyo ya mauaji ambayo waliyasababisha kwa kumshambulia mtu aliyekuwa anaitwa Benito Avinash ambaye ni mkazi wa Ipogoro. Kwa taarifa kwenye mtandao kwamba watuhumiwa hao wameshikiliwa na polisi na baadaye wakapotea sio za kweli. Kimsingi yaonekana amekimbia kwa sababu ya hituma ya mauaji ambao sisi kama jeshi la polisi tunatafuta mpaka sasa hivi. Kwa tunaomba ushirikiano na wananchi wasaidie kuwapata. Yeyote atakayefanikisha kupata taarifa hizo, basi ajulishe katika vituo vya polisi au katika uongozi wote wa serikali, au mtu yote ambaye anaweza kushika taarifa hizi tuweze kuwapata
na kuwachukulia hatua stahiki kama ambavyo sheria inahitaji. Basi hiyo ndilo ambalo yawezekana ulikuwa ujue. Umeweza kujua zaidi kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, Alan Bukumbi. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Procter Kefu ni moja tu. Tofauti ya Procter Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Procter Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Procter Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Procter Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.